Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema imefanikisha kusambaratisha mtandao wa mamluki wa Marekani na Israel, ambapo imesema imeyaondoa makundi ya kijasusi ikiwa ni pamoja na makundi ya Mossad katika maeneo mengi huko Tehran. Kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Sepah kimesambaratisha mtandao wa kijasusi nchini Iran uliokuwa ukiendesha harakati za kuvuruga usalama na amani. Kitengo cha intelijensia cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kimetangaza kuwa kimefanikiwa kutambua na kuharibu mtandao wote wa kuvuruga usalama uliokuwa ukiongozwa na mashirika ya kijasusi ya Marekani na utawala wa Israel ndani ya Iran. Tangazo lililotolewa na jeshi la Iran limesema, tunapenda kuwafahamisha wananchi wapendwa wa Iran kwamba kupitia hatua zilizochukuliwa na idara ya intelijensia ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, mtandao wa kuvuruga amani na usalama uliokuwa ukiongozwa na mashirika ya kijasusi ya Marekani na Israel ulitambuliwa ndani ya nchi na kusambaratishwa baada ya duru kadhaa za ufuatiliaji na hatua nyingine za kijasusi. Iran mara kadhaa imekuwa ikitangaza kwamba kumekuwa na mashirika ya kijasusi hasa Mossad kutoka nchini Israel ambalo limekuwa likifanya uchunguzi kwa kiasi kikubwa, lakini pia kusababisha uhalifu ndani ya taifa hilo, na wakati huu ikitangaza kwamba sasa wameshalifurusha kundi hilo na wameuondoa kabisa mtandao wa ujasusi wa Mossad na ule wa Marekani. Sehemu nyingine ya taarifa hiyo imesema kwamba utawala wa Israel ukiwa na kikosi kiwakilishi cha Marekani katika eneo la Asia Magharibi baada ya kushindwa katika vita vya siku 12 umebadilisha sera na mipango yake kuelekea kuvuruga usalama wa umma kwa matumaini kwamba pengine utaweza kufidia kushindwa kwake kwa kufedhehesha katika medani ya kijeshi. Hayo yanajiri wakati ikiwa katika hali ambayo hivi majuzi jeshi la Iran lilitangaza mafanikio makubwa ya kukabiliana na ujasusi baada ya kumkamata kiongozi wa kundi la udukuzi linalojulikana kama Backdoor. Kiongozi wa kundi hilo alifanya kazi kwa kutumia jina bandia la msichana Mholanzi akidai kutetea uhuru wa wanawake wa Iran, na inasemekana alikuwa akitoa taarifa za siri kuhusu vikosi vya usalama vya Iran kwa mitandao ya vyombo vya habari vinavyopinga Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwa ni pamoja na Iran International na mitandao iliyounganishwa na shirika la ujasusi la Israel la Mossad. Sasa kutokana na hayo yote, sasa Iran imeamua kukata mtandao huo, na sasa taifa hilo linaamini litaishi katika amani wakati wote, huku likiendelea kupambana kuhakikisha amani na tawala katika taifa hilo la Kiajemi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya kutoka nchini Iran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu ni nini kinajiri katika ulimwengu kupitia The World News.